niliona watu wakikufa. First of all, niliona watu wakikufa na kulikuwa na nyawako wamekufa. So uwezi jua kama na unaona ni afisa wa polisi analenga kabisa. Analenga kabisa. Na ni kwa kichwa. Oh God. So maybe yani shoot to kill. Yeah. Which I'm wondering where it came from, because okay, hawa watu wenye wana protest the Kenyan, because tulikuwa tumekuwa joined the agencies most of it, lakini tulikuwa na millennials pia na everybody else, because you could see all the people wako ndani. Sasa mimi niko pale nikaamua okay, wacha nijaribu kusaidia wenye hawaja kufa, because actually nikisema hivi na sound nisaidie wenye hawaja kufa because watu walikuwa wamekufa. So ndio nikaona the best thing natafanya ni yani kabisa. Ulishuhudia mtu amepoteza maisha yake? Nilishuhudia. Kama ngapi? Kwa parliament wenye walikufa hiyo siku ni karibu 9. Wale uliona na macho yako? Wenye niliona kwa macho, because obvious walikufa different positions, so huwezi ona tumeona huyu na huyu, but watu wakishatoroka sasa umekuwa kwa vantage point ya kuona kuna jamaa amekufa pale, kuna mtu amepigwa risasi lakini hajakufa, ameumia, inafaa saidiwe. Unaona mtu unaweza aizi ni wa mkono amezi, lakini unaona bado mwili kuna hizo movements ya hata haizi tembea hivyo. So nikasema okay, wacha nisaidie, because that's the least thing that I could do. Ningeendelea kuchukua videos labda hata mimi ningekuwa mmoja wao mwenye alikuwa chini. So because sasa kipindi hiki unaona mimi nimeangushwa na watu wamepigwa risasi, na nilikuwa naangalia the video itself, watu walikuwa wanaenda sehemu hii, naona kwenda the opposite side. Au kuogopa kipindi hiki because you know they were just trigger happy. Uko unaogopa pengine unaweza kufuatiliwa risasi? Okay, kitu kinafanyika nini? Hata mimi najua naweza kufa, because hata wenye walikufa walikuwa uhai the last 2 minutes. So labda tu ungekuwa unakimbia bado ungekufa, because unapata mwingine alikuwa anakimbia because si polisi walikuwa wana face huku, na unapata mwingine alilala kama anaangalia kwa meaning alikuwa shot akitoka nyuma. So mimi nikasema okay, watu washatoroka wote na mimi nilikuwa nibaki nyuma. Kitu kilinisaidia ni by then nilikuwa na microphone, but ilikuwa zile za wire refu, ilishika mahali nikaanguka chini, so hata singekuwa na position ya kukimbia kufuata hao watu. So when nilianguka akainaweza sema ile ilinisaidia. Na unaangalia kando unasema yule yule ni maiti huyo ako hai. Nakumbuka mtu akilia tulimbeba tukimpeleka into Holy Basilica, akisema msiniache hapa nitakufa. I think hiyo ndio motivation ilinisaidia zaidi. Kwa hiyo video venye naonyesha kama nimebeba flag, jamaa alikuwa tumemshika hivi, ndio alikuwa analia msiniache hapa nitakufa. Nashukuru Mungu hao wenye alikuja kunisaidia kwa beba, because kila mtu alikuwa muoga, kila mtu anaogopa maisha yake. But nilifanya, and apparently ilikuwa inakuwa recorded. Ndio okay, mimi nikakuja kuona juzi, so somebody was recording this.